KTN Kamkunzi, Nairobi. Huku baadhi ya maeneo nchini yakianza kupokea mvua, hali ni tofauti katika kaunti ya Mandera ambapo kiangazi cha muda mrefu kinaendelea kuwapa dhiki wakazi. Mfungo wa mwezi wa Ramadhani ukiendelea, wakazi wamekuwa wakihangaika kupata maji yao ya matumizi na pia kwa mifugo wao. Hamza Yusuf amerejea kutoka eneo la Arabia Mandera kutathmini hali halisi ya kiangazi eneo hilo. Aden Ali, mkazi wa Lethi, Arabia Mandera Mashariki, kaunti ya Mandera, ametembea kwa zaidi ya saa 5 kutafuta maji kwa matumizi yake na ya mifugo, na alielezea wasiwasi wake kuhusu hali ya ukame inayoendelea kushuhudiwa eneo hili. Kusema kweli, hali yenyewe tunapitia hali ngumu sana. Anasema ajapokuwa ukame haujafikia kiwango cha dharura, mifugo tayari wameanza kufa kwani maji na lishe yao imekosekana. Kauli yake inawakilisha ile ya maelfu ya wafugaji wa maeneo ya mashinani kaunti ya Mandera wanaokumbana na dhiki ya ukame. Sisi ni wafugaji sehemu hii tunategemea maziwa zaidi. Kwa hivyo watoto wanaanguka zaidi na kina mama pia wanakuwa very weak kwa sababu hawapati chakula ambayo inastahili. Watu wanatoa maji, wanatoka mbali kushota maji. So hali ya ukame kiwango iko juu. Na ilianza kwa muda gani? Sasa tangu imeanza tumechukua karibu mwezi 2. Walioathirika zaidi kwa sasa ni watoto na kina mama. Na pia tulikuwa tunapata watoto wanapata plants pamoja na uji, kina mama wazito siku hizi kwa sababu serikali ya Trump ya Amerika imeondoa hiyo msaada pamoja na outreaches. Kwa hivyo tungependa sana serikali iangalie sehemu hii. Fatuma Mohamed, mama wa watoto wawili, akiwa katika siku yake ya 10 ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema hajala tangu siku iliyotangulia, kwani safari ya kutafuta maji imekuwa ni ya kila siku na ya kuchosha. Mapema Jumatatu, serikali ya kaunti ilipaza sauti kuhusiana na hali ya ukame inayoathiri maelfu ya wafugaji. Gavana Mohamed Aden Khalif akielezea mikakati na juhudi za kaunti za kutafuta suluhisho kwa hali hii ngumu. As part of this effort, 2 new boreholes were successfully drilled. One in Burumayo, Mandera West, and the other in Terkale, Banisa constituency, Banisa sub-county. These boreholes are part of the current drought intervention program, which aims to drill 20 emergency boreholes across the county. Hali sawia inashuhudiwa katika maeneo mengi ya kaskazini mashariki, huku wananchi wakihitaji msaada wa haraka kutoka kwa serikali kuu na mashirika ya kihisani. Licha ya mahangaiko haya yote wanaopitia wenyeji wa sehemu hii, wanaamini kwamba yote haya ni kazi ya Mola, na kazi ya Mola haina makosa. Hamza Yusuf, KTN, Arabia, Mandera. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DAP Kenya Eugene Wamalwa